Halo, karibu mtazamaji na msikilizaji kwa wasaa huu mzuri kwenye Hubiri Channel. Tunaendelea na mfululizo wa masomo yetu ya uongozi na hili ni somo la pili ambalo linaeleza kuhusiana na teamwork. Somo lililopita tulijifunza kuhusiana na uongozi na tukatazama mambo ya msingi sana katika muundo wa uongozi, lakini aina za watu na kiongozi ambaye amefanikiwa anapaswa kuzingatia mambo gani. Usisahau kusubscribe na kushare ili kuweza kubariki watu wengine. Team ni maneno ambayo mtu fulani alisema. T inasimama kusema together each achieve more. Team, together each achieve more. Lakini pia Helen Keller aliwahi kusema ya kwamba unapokuwa peke yako utafanya kidogo, lakini tunapokuwa pamoja tunaweza kutimiza mengi. Na hii ni kauli inayokubaliana na maandiko matakatifu katika kitabu cha Mhubiri sura ya 4 aya ya 9 inasema, ni afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, kwa sababu wawili watapata tuzo kwa kazi yao. Ikiwa mmoja ataanguka, huyo mwingine atamuinua. Kwa hiyo umoja au team katika majukumu ya kazi kama viongozi au kama kiongozi ni aspect muhimu sana ambayo ninatamani kila kiongozi akawe nayo. Huwezi kufanya kazi peke yako. Mchungaji huwezi kufikia malengo ukiwa peke yako. Mzee wa kanisa huwezi kufikia malengo bila kuwa na timu ya wazee wenzako. Lakini kiongozi wa idara pia huwezi kufikia malengo bila kuwa na timu ya kamati yako. Kwa hiyo somo hili ni somo muhimu na tuwe makini katika kusikiliza kwa sababu ya umuhimu wake. Teamwork inaongeza ufanisi katika kazi kwa sababu inaleta ubunifu na inaokoa muda. Kwa nini? Kwa sababu tunasema tabia kubwa ambazo teamwork inakuwa nazo, unakuwa na watu wenye taaluma tofauti tofauti. Kwa mfano mimi kama mchungaji nakuwa na viongozi. In fact ninapo hata fanya uchaguzi lazima niwe na timu ya viongozi kwa kuzingatia uwezo wao, karama zao. Hii itasaidia. Kwa mfano unapochagua watunza fedha, wako waumini ambao ni wahasibu. Unapochagua kiongozi wa majengo, kuna watu ambao wamefanya engineering, wanaufahamu, hiyo ni taaluma yao. Unapochagua kiongozi wa afya, una madaktari. Na sasa inapokuja ukiwa na timu ya watu wa namna hiyo, alafu napanga malengo ya utekelezaji katika maendeleo ya kanisa, inakuwa rahisi. Unaweka hawa watu katika kamati mbalimbali za utendaji. Okay? Kwa mfano unachagua kiongozi wa shule ya Sabato, Sabbath School Superintendent. Na pale unagundua kuna miongoni mwa waumini ambao ni event coordinators, organizers. Wanaweza wakaandaa matukio, wakayaweka vizuri na wakayapangilia. Unapowapa majukumu kama hayo watu wenye karama ya namna hiyo katika timu ya uongozi, una relax, unapumzika, unakuwa na amani, unabaki kuwa msimamizi tu wa utekelezaji wa malengo. Kwa hiyo teamwork ni kitu cha muhimu sana, ni dhana ya muhimu sana katika viongozi. Niwaombe wazee wa kanisa, hakikisha unatambua karama za waumini ili kuweza kuwapa fursa katika kuwaweka kwa pamoja na timu ya viongozi waliopo, hasa katika kamati tendaji za kanisa. Kwa mfano sasa unagundua mnataka kutafuta pesa ili kununua kiwanja mjenge shule. Sasa teamwork maana yake nini? Kiongozi anayetambua kwamba peke yake hawezi kufanikiwa. Mchungaji anajua mimi naweza nikahubiri na kushawishi watu kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka. Atatafuta sasa mhasibu au mtu wa fedha ambaye anaweza kuweka mkakati mzuri wa kuweka budget ya tukio hilo itakuwaje, ili tusije tukaalika wageni kwa pesa nyingi kuliko tunayoitafuta. Kwa hiyo unajikuta unatafuta pesa, unatumia pesa nyingi. Lakini engineer atasema kwamba okay, kiwanja hiki tunachotaka kununua hapa tutaweka jengo la namna gani, litatugharimu sana hakijakaa vizuri au kiko vizuri. Ushauri wa kiufundi unaweza kusaidia kufanya maamuzi mazuri. Engineer anatoa ushauri wake pale, lakini unakuwa na mwanasheria kwenye sehemu hiyo. Mwanasheria anaangalia, anasema hiki kiwanja hiki, je, anayemiliki ili atuuzie ni mmiliki halali? Kuna title deed anayo. Yaani kwa hiyo utajikuta baadaye kabla ya kufanya maamuzi, mnapofuatilia hivyo vitu vya kiufundi unagundua kweli ni mmiliki halali, kweli
anauza na ana uwezo wa kuuza kikanunuliwa na kumilikiwa kisheria na mtu mwingine kweli. Kwa hiyo inaondoa, teamwork ni dhana inayoondoa matatizo mengi katika utekelezaji wa kazi. Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana, ni kitu cha msingi sana ambacho sio kwamba tuamini katika Roho Mtakatifu na maombi. Unajua, unaweza ukaomba asubuhi ukaondoka ukaenda shambani au nyumbani au ukaenda mahali usipopajua na ukapotea bado, na una ombi la asubuhi uliliomba. Wakati fulani kutambua karama na kuhusisha watu ni jambo zuri, sio kwamba tunasema mimi ni mchungaji na maombi, mimi ni mzee wa kanisa na Roho Mtakatifu kwa wingi. Uwezi hata ukaendesha gari jijini unaendesha wakati hata haujui vizuri njia, hujawahi kutembea tembea kuoneshwa vibao vimekaa wapi, njia kwenda ng'ambo ya barabara mahali pengine ni ya wapi. Lazima uweze kuwa na consultation, na unapo consult watu ndio unaunda web of connection team. Hata kwenye maisha ya kawaida ukitaka kuwa mtu aliyefanikiwa, kuwa na mnyororo wa ulioungana wa connection, una mawasiliano na watu, wewe unakuwa ni mtu aliyefanikiwa. Sasa ili kuweza ku maintain teamwork tunataka kufanyia mambo gani? Kiongozi anatakiwa kuzingatia mambo gani? Wazee wa kanisa na pia sio wazee wa kanisa, kwa sababu hapa katika viongozi tutaangalia somo baada ya hili nitakalo kuja baadaye, somo la 4 tutaona ya kwamba viongozi wanaosimamia viongozi wengine na idara mbalimbali katika muundo wa kanisa wako wazee wa kanisa, anasimamia idara mbalimbali, lakini pia kuna shemasi mkuu wa kanisa. Shemasi mkuu wa kiume ni mwenyekiti wa baraza la mashemasi. Hata shemasi mkuu wa kike pia ni mwenyekiti wa baraza la mashemasi wa kike. Wanatakiwa wawe na mbinu hizi za kutambua teamwork na dhana nzima. Kiongozi wa shule ya Sabato ana bodi ya shule ya Sabato, kuna wakurugenzi wa utandaaji, wakurugenzi wa division ya watoto, uinjilisti, wana timu ya walimu wa shule ya Sabato, wana mabawabu. Anatakiwa kuita bodi akisimamia. Kwa hiyo anapojua kwamba umuhimu wa teamwork, kiongozi huyu atasaidia kupunguza muda wa baraza la kanisa. Lakini tuna mkuu wa huduma ambaye idara mbalimbali ziko chini yake. Kuna kamati zilizopo. Kiongozi wa vijana, Adventist Youth Leader, ambaye ndani kuna vyama vya vijana, kuna wadhamini, wote hawa wanapaswa kuwa na hii mbinu na kutambua umuhimu wa teamwork. Sasa anapaswa kufanya nini? Jambo la kwanza, awe na mawasiliano imara. Tunaposema mawasiliano imara, awe muwazi, lakini pia awe mkweli, honesty. Uwe mkweli, sio unafiki. Unaposema kitu ndio iwe ndiwe, lakini sio iwe sio. Awe mtu mwenye kujiheshimu, respectful. Anaheshimu wengine pia na dhana zao. Ukiwa kwenye kikao mtu anaongea pumba, unajitahidi kuongea. Ninaposema kuongea pumba, unaweza kukuta mtu anaongea kitu ambacho ni point ambayo haiendani na mambo mnayojadili. Usianze kumvamia. Kiongozi anayejali teamwork ataeleza kwa hekima kwamba okay, tunashukuru kwa hilo wazo. Inaonekana ni wazo jipya, lakini tutajitahidi kuhakikisha ya kwamba nalo tunalizingatia kwa wakati mwingine. Mnaonaje wajumbe? Huyu kiongozi anakuwa ameboresha mawasiliano. Narudia tena, tuna mdomo mmoja na masikio mawili. Kiongozi anapaswa kusikia zaidi kuliko kuongea zaidi. Lakini pili, kuwa na mutual accountability. Hapa sasa ni wajibu wa kiongozi wa msingi sana. Kuwa kuchukulia jambo kuwa ni la kwako na ulipe nafasi. Sasa katika facilitation of teamwork unatakiwa kuwa mtu mwenye njozi, na njozi yako isikai kichwani. Njozi iliyo kichwani haiwezi kufahamika na watu unaowaongoza. Share it, waambie. Lakini ukishawaambia, iandike. Ukishaandika, iweke kila mahali. Iweke kila mahali. Musa alipoongea na Mungu, baada ya kuongea naye, Mungu alipoongea na Musa, baada ya kuongea naye aliandika mbao 2 za mawe. Akampa, zikawa zimeandikwa. Hata leo zipo zikiwa zimeandikwa. Kwa kiongozi usiongeongee tu, andika, onesha. Mahali fulani nilikuta kuna njozi ya kujenga kisima cha kisasa. Nikamwambia kiongozi, hii njozi tengeneza mock up. Akatengeneza mock up. Na alipotengeneza mock up nikamwambia print, liko pale. Ukienda kanisani unaona bango la kanisa lina kisima cha ubatizo. Hiyo ndio be visionary. Na watu wengine wakiangalia wanajua njozi ni nini. Ukiwahusisha, teamwork inakuwa rahisi. Jambo la pili, hamasisha sasa ushirikiano kwa kutambua karama za watu. Hili nimeshaongea. Lakini jambo la tatu, empower the team. Waamini, wapatie majukumu na waamini kwamba wanaweza kufanya. Jambo la 4, resolve conflict quickly. Matatizo yanapotokea, migogoro inapotokea au kabla haijatokea, uweze kutambua kwamba mazingira ya hatarishi ya kuleta mmong'onyoko wa umoja ni yapi na uweze kukabiliana nayo. Lakini pia wapatie kila mtu unayemuongoza ajue majukumu yake.
hiyo itasaidia kufanya bila kusimamiwa. Mungu akubariki sana na asante kwa kufuatilia hii session nzuri, na ninaamini kwamba umepata kitu katika teamwork. Usikose ku follow, subscribe, lakini pia karibu katika somo jingine lijalo, gharama ya uongozi. Stay tuned.